Nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Laikipia. Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nyinyi mnajua ya kwamba nimekuwa hapa pale nyuma na tulianza kazi nyingi ya watu wa Laikipia pamoja na nyinyi. Na leo mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba ile kazi tulikubaliana na nyinyi tutafanya. Hiyo kazi lazima iende mbele. Tunaelewana watu wa Laikipia? Mimi nawashukuru sana watu wa Laikipia kwa kura zenu. Na kwa sababu mlinipatia kura zenu, tulikubaliana kazi fulani lazima tufanye. Kazi ya kwanza hapa Laikipia mliniambia ni kuweka amani. Ni kweli ama si kweli? Laikipia ni kweli ama si kweli? Si tulikubaliana ya kwamba Laikipia hii imeteseka kwa miaka nyingi kwa mambo ya wizi wa ng'ombe na mambo ya ukosefu wa usalama na wananchi kukosa kuishi kwao kwa sababu ya magaidi na wakora na wale matapeli, watu wanaotuharibia amani. Mimi niliwahakikishia ya kwamba hiyo maneno ya ukosefu wa usalama sehemu hii tutakabiliana nayo na tutahakikisha ya kwamba mko na amani ya kutosha, watoto wenu wasome na nyinyi mfanye kilimo na maisha isonge mbele. Lakini pia tunaelewana jameni? Na kwa sababu hiyo mashule nyingi, karibu mashule 40 yalikuwa yamefungwa sehemu hii kwa sababu ya kukosekana kwa amani. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia mbali na kuweka amani, na mimi leo nimekuja hapa na naibu wangu Profesa Kithure Kindiki ambaye mnamjua, alikuwa waziri wa usalama. Si ndiye alikuwa waziri wa usalama hapa? Na yeye alishughulika, nilimtuma hapa ashughulike na mambo ya usalama wa sehemu hii. Tuweke wale NPR, tuhakikishe ya kwamba kuna barabara, tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaishi kwa usalama. Mimi nikikuja Laikipia leo, mimi naelewa watu wa Laikipia kwa sehemu kubwa, almost 70-80% kumepatikana usalama hapa Laikipia. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Ile sehemu kidogo imebaki, wale wajeuri kidogo wamebaki, mimi nitashughulika na wao. Lazima wakome kuleta mambo ya mauaji na mambo ya kuharibu mali ya wananchi na mambo ya kuiba mifugo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mbali na kudhibiti mambo ya amani katika sehemu hii, pia tulisema lazima tuwasaidie wananchi wa sehemu hii kwa sababu kwa miaka nyingi wameteseka, mali yao imepotea. Pia tuwasaidie na kusomesha watoto wenu. Na ndio sababu hiyo tumejenga mashule 9 sehemu hii ya hapa, kutoka hii shule yenu ya Ngarashi, sehemu hii yenu ya hapa Ngarashi. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimekuja kufungua majengo haya kwa sababu majengo mingi katika mashule yetu ilikuwa imeharibika. Mashule yetu iliharibiwa na wale wezi wa ng'ombe na kuharibu mambo ya masomo na mambo ya maendeleo katika sehemu hii yenu. Tunaelewana watu wa Laikipia? Sio shule hii ya Ngarashi peke yake. Shule ya Kirima tumejenga. Shule ya Nyakenywa tumejenga. Shule ya Thigio tumejenga. Shule ya Katirima tumejenga. Shule ya Muteta tumejenga. Ni kweli ama si kweli? Shule 9 tumejenga sehemu hii. Lakini huyu mjumbe wenu Daktari Karani anasema mambo bado. Anasema bado kuna shule nyingine ambayo pia inataka tushughulike nayo. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu huyu mjumbe wenu ni mtu wa bidii, sasa namwambia Bwana Mariro ambaye ni PS wangu wa mambo ya usalama ama ya defense, si ndio? Hiyo kazi nimempatia. Sasa hiyo shule imebaki. Shule ya hapa Laikipia West, shule ya kule Laikipia North, shule ya hapa Baringo. Wewe ushughulike nayo, mimi nitakuongezea pesa ndio tuweze kujenga mashule yote, wananchi wa hapa watoto wao wasome. Tunaelewana jameni? Kwa sasa tumetumia karibu shilingi milioni 200 kujenga haya mashule karibu 9. Tutaongeza pesa ingine kwa sababu ni ya muhimu. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Ni muhimu kila Mkenya mahali alipo
kuwe na amani, ndio tuweze kushiriki katika ujenzi wa taifa, Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Laikipia, mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni wakulima sugu. Nyinyi mnafanya bidii. Nilisimama hapa nikawaambia tutawapunguzia gharama ya mbolea. Ile kalama ilikuwa inauzwa shilingi 6,000 7,000, sasa tumeteremsha imekuja chini 2,500, na mimi nataka nimwambie governor apange vile tutahakikisha kwamba sio fertilizer ipatikane Nyahururu peke yake. Lazima ikuje hapa Sipili, lazima ikuje hapa Kinamba, lazima tutafute store ingine karibu na nyinyi hapa, hata kama Muhotetu, ndio tuhakikishe ya kwamba hamusafiri kwenda mbali ati kwenda kutafuta mbolea. Ama ni aje watu wa Laikipia? Tumekubaliana? Ya tatu, mimi niliwaambia pia ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, pia lazima tuajiri walimu zaidi. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000. Na kwa sababu sehemu hii ilipata matatizo, walimu wengi wakatoroka. Sasa nimeambia watu wa TSC wafanye affirmative action, ndio walimu zaidi wapatikane katika mashule yenu hapa, kwa sababu wale walitoroka kwa sababu ya ukosefu wa usalama, pia tuwa replace na tuwaongezee wengine, ndio watoto wenu wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine wa taifa letu la Kenya. Jambo la tatu, tulikubaliana na nyinyi mambo ya barabara. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua katika hiyo awamu ingine tulikuja tukaanzisha barabara kutoka Rumuruti kuja Sipili kwenda Kinamba. Ni kweli ama si kweli? Si tulijenga hiyo barabara tukamaliza katika awamu hiyo ingine? Pia tukaunganisha kutoka Sipili tukalete hapa Muhotetu, tukapeleka Karandi. Saa hii inakaribia imefika, inaelekea Baringo, tunataka tuifikishe mpaka Marigat. Imekwama kidogo pale mbele, lakini imekwama kwa sababu contractor ametusumbua, na tunabadilisha huyo contractor, tunaleta mwingine. Si kweli ama si kweli? Lakini huyu Karani amekuja tena akaniambia mumemtuma ati barabara itoke Kinamba iende Mwenje iende mpaka Matweku. Ni nyinyi mlimtuma ama ni kunipanga? Amekuja kunipanga. Nyinyi ndio mlimtuma ati barabara itoke Kinamba iende Mwenje mpaka Matweku. Pia akaniambia ingine ati tena nitoe barabara pale Muhotetu nipeleke Kaiti, nipeleke Kundarima, Kundarira, nitoe Kundarira nipeleke mpaka Njevi. Nyinyi mlimtuma ama kunipanga? Ananipanga huyu mtu. Nyinyi ndio mlimtuma? Bas, nataka munisikize kwa makini. Hiyo barabara yenu mbili, hiyo ya kutoka pale Kinamba mpaka ifike Matweku kupitia pale Mwenje, hiyo barabara tayari tumetangaza, tumeweka kandarasi. Nimeambia wizara ya kwamba waanzishe hiyo barabara. Mimi nataka nirudi hapa baadaye mwaka huu nikuje ni inspect hiyo barabara ikiwa inajengwa. Vile vile ile ya kutoka Muhotetu Kaiti kwenda Kundarira mpaka kule Njevi, hiyo pia tuli advertise Januari. Sasa inafanyiwa valuation, tutahakikisha kwamba inajenga. Nitarudi hapa kuja kufanya inspection wakati inaendelea. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ya mwisho, mimi nimekuja hapa maneno ya stima, kwa sababu mlinieleza ya kwamba hamutaki kuishi kwa giza. Giza iko na matatizo mingi, shetani anashughulika ndani ya giza. Na ili shetani atoke, tuweke mwangaza. Ama mnasemaje watu wa tuweke mwangaza. Na leo mimi nimekuja kuanzisha hapa mpango mkubwa wa Laikipia County. Nimeketi chini na viongozi wenu wote. Bwana Washira hapa, Mheshimiwa Keonjori pande ile, Mama Sara pande ile, tumekubaliana ya kwamba tunawapatia milioni 720 ya kuunganisha stima kwa watu 4,000 wapya hapa Laikipia.
Na nimeambia pia huyu waziri wangu Bwana Opiyo Wandayi yuko hapa, waziri wa mambo ya stima. Nimemwambia pia waongeze shilingi milioni 400 katika program hiyo ingine. Tuongeze watu kutoka 4,000 mpaka watu 9,000 ambao watapatiwa stima. Na huyu Opiyo Wandayi na PS wake Bwana Alex Wachira tumekubaliana na wao, hii Laikipia haiwezi kuwachwa nyuma wakati tunapanga mambo ya stima katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio mradi tumekuja kuanzisha hapa. Leo tunaenda kwa kijiji ya Monyo hapa. Tunaenda kuwaunganishia stima. Na ile kijiji kingine inaitwa Kiambogo. Hiyo kijiji pia tunaenda huko leo, tunaanza kupangia mnyinyi mambo ya stima wakati tunasambaza ile ingine yote ya hapa Laikipia County. So ndugu zangu watu wa Laikipia, kazi zingine nyingi. Mkiona gazeti ya leo hapa Laikipia West, gazeti ya leo tumetangaza kandarasi ya kuwajengea soko hapa Sipili ya milioni 50 pale Kinamba. Vile katika gazeti ya leo tumewatangazia soko ya milioni 50 pale Kinamba. Pale Rumuruti vile tunawajengea soko Rumuruti ya milioni 350. Hapa Nyahururu, town yenu ya Nyahururu, saa hizi tunajenga nyumba 1,000 ya affordable housing. Hiyo kazi inaendelea nikiongea na nyinyi. Lakini vile tutawajengea soko ingine kubwa ya milioni 350 hapa Nyahururu. Tuhakikishe ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki hapa Laikipia West ama Laikipia nzima ibaki nyuma, tusonge mbele kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Laikipia, tunaelewana? Unajua mimi kwa miaka 2 nimekuwa nikipanga mambo, kwa sababu nilikuta uchumi iko na matatizo. Nikasema mbali ya kupanga mambo mengine nilainishe mambo ya uchumi. Sasa uchumi iko sambamba, iko chonjo. Sasa ile kazi imebaki ni mimi kuja kumalizia nyinyi mambo ya barabara, tumalize stima, niwajengee soko, niwajengee affordable housing, nisomeshe watoto wenu hapa na tuwapatie mambo ya matibabu, Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi watu wa Laikipia mnasema kazi iendelee ama mnataka tuletewe fitina ya upuzi? Nasema tuendelee na kazi. Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono, wala wanasema tuendelee na kazi. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Laikipia tumekubaliana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Laikipia, mimi nikiwa rais wa Kenya, haiwezi kubaki nyuma. Mimi nitahakikisha ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, Laikipia iko katikati ya hiyo mpango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mtu asiwadanganye na siasa ya pesa 8 kusema ati sehemu hii itawachwa nyuma. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Mimi nawaambia Kenya itasonga mbele, Laikipia ikiwa katikati ya kupeleka taifa letu la Kenya. Laikipia hoye! Laikipia hoye! Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Laikipia, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, nimesema ya kwamba tutaunganisha taifa letu la Kenya. Kila jamii, kila sehemu, kila county, kila dini tutaunganisha, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Tunaelewana? Na hii serikali mlinipatia nafasi ya kuunda hii serikali, inatutosha sisi wote. Sio lazima mmoja aondoke ndio mwingine apate nafasi, hapana. Sisi wote tunateshea ndani ya hii serikali, kwa sababu hii ni serikali ya Kenya na kila mmoja wetu ni Mkenya. Kila mmoja wetu analipa ushuru. And I want to give you my confirmation and I want to give you my assurance that no community is going to be left behind. No region is going to be left behind. No religion is going to be left behind. We are going to move together as one united, prosperous nation called Kenya. Na sisi wote tutatembea pamoja safari hiyo. Ndugu zangu watu wa Laikipia, mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema niunganishe Kenya hii? Mnasema niunganishe Kenya? Wale wanasema niunganishe hii Kenya iwe moja, nione kwa mkono. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Najua bado tuko na kazi nyingine nyingi ambayo mnataka tufanye hapa, si ndio?
muliniuliza mkiwa watu wa Laikipia, nisomeshe watoto, nipange vizuri mambo ya CBC, ikuwe na taratibu ya sawasawa. Hiyo kazi nimefanya, nimehakikisha kwamba tumeajiri walimu zaidi, nimehakikisha ya kwamba tunajenga mashule vile mnavyoona, na tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya, hata kama mzazi wake hana uwezo, anawachwa nyuma. Sisi wote tutembee kwa pamoja. Muliniambia nipange mambo ya kilimo. Munataka kilimo iwapatie pesa na pia ituzalishie chakula. Tukiongea saa hizi, kilimo ya mahindi iko sawa sawa. Kilimo ya chai tumepata bilioni 215 mwaka uliopita kwa mambo ya chai. Mambo ya kahawa, bei yake imesonga mbele. Kutoka shilingi 50 kwa kilo, sasa tuko shilingi 110 kuelekea 120 kwa kilo moja. Mambo ya maziwa tulisema hivyo hivyo. Kwa hivyo kilimo tumedhibiti sawa sawa, and I want to give you assurance Kenya is going to move forward. Watu wa Laikipia tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Si nyinyi mmetupatia kazi? Si kila mtu afanye kazi? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Yule mtu amefanya kazi, si mtampatia ile inatoshana na yeye? Yule mtu atafanya kazi, hajafanya kazi, si mtampeleka nyumbani? Hakuna haja ya kusumbuana saa hizi. Kila mtu afanye kazi yake. MCA afanye yake, mjumbe afanye yake, governor afanye yake, mama county afanye, mimi nitafanya yangu. Wenye kuamua na walimu wa kusahihisha maneno ni nyinyi. Mtu ambaye hatakuwa amefanya kazi mumpeleke nyumbani. Ama namna gani jameni? Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mufanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Muambie hawa wananchi kilimo mtafanya nini? Barabara mtafanya nini? Sitima mtafanya nini? Matibabu mtafanya nini? Bure mtazunguka hapo, alafu mambo yenu itazama. Ama kama sivyo, si namna hiyo? Sasa hawa watu wajipange vizuri. Mwacheni makelele ya bure. Hawa wananchi si wajinga, watajua ni nani wa kufanya kazi, ni nani wa porojo na fitina na ukora. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo. Wacha nisiseme kuzidi hapo. Niko hapa na naibu wangu ambaye alishughulika na mambo haya ya usalama. Anaitwa Profesa Kithure Kindiki Abraham. Wapi nduru ya Profesa Kindiki jameni, watu wa Laikipia?